Hujambo mtazamaji na karibu katika makala hii maalumu inayoangazia mradi wa bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere JNHPP. Katika makala hii maalumu nitakupitisha uweze kufahamu kwa kina historia ya mradi, dhamira na malengo ya mradi, uwezo wake na teknolojia zilizotumika katika ujenzi, lakini pia kazi kubwa ya kizalendo iliyofanywa na wasimamizi wazawa kufuatia shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwateua wakala ya barabara Tanzania TANROADS kuwa mshauri elekezi na msimamizi wa mkataba wa ujenzi wa mradi, ambapo hata hivyo TANROADS ilielekeza ushauri elekezi na usimamizi wa mkataba na ujenzi wa mradi utekelezwe na kitengo chake tanzu cha ushauri elekezi, yani TANROADS Engineering and Consulting Unit TECU. Mtazamaji utafahamu kuhusu usimamizi katika mradi huu, mchango wake kwa taifa la Tanzania na nchi jirani, kutazama kwa kina kuhusu ujenzi wake, usimamizi wake na mchango wake kwa ustawi wa maisha ya mwanadamu, changamoto pamoja na matarajio. Jina langu ni Matias Kanali, mwandaaji na msimulizi wa makala hii. Randa nami mwanzo hadi mwisho. Mradi wa kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji katika mto Rufiji uliopewa jina la Julius Nyerere Hydropower Project, ukiwa ni uwekezaji wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na fedha zake za ndani za takriban shilingi za Kitanzania trilioni 6.5, ulipata hati rasmi ya kukamilika kwa 100% na mkandarasi kukabidhi Machi 2025. Maneno rahisi ni kwamba mgodi umetema. Tangu tarehe 22 Februari mwaka 2024, mtambo wa kwanza kutoka JNHPP ulipounganishwa na gridi ya taifa, kisha mtambo wa 9 na wa mwisho kuunganishwa na gridi tarehe 28 Machi 2025. Rekodi za tarehe 31 Mei mwaka 2025 zinasoma kwa JNHPP kuingiza megawatt hawa 5,747,683.722 kwa kutumia kikokotoo cha bei ya shilingi za Kitanzania 292 kwa kilowatt hawa. Uingizwaji na kutumika kwa nishati hiyo kwenye gridi kuna tafsiri mapato ya shilingi trilioni 1.678. Endapo uingizwaji na utumikaji wa umeme kutoka JNHPP utazingatia mwanzo huu mzuri unaoendana na usanifu wa mradi, JNHPP itarudisha uwekezaji wake wa shilingi trilioni 6.5 katika kipindi cha miaka 3 hadi 4. Niseme nini? Katika mazingira magumu kidogo, kwa sababu
kulikuwa kuna ukinzani, lakini katika hilo tuliweza kufanikiwa. Viongozi wa kitaifa wakaona ni muhimu sana, TECU ikasimamia sio tu kujenga uwezo wa TANROADS, lakini kwa kuwa mradi huu umehusisha tasnia zingine za kitaalamu, tukasema tujenge uwezo wa kitaifa ambao utafanya baada ya mradi huu kukamilika, tutakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa ndani wa kusimamia miradi mikubwa ya namna hii, ili kuhakikisha kwamba malipo yanafanyika kwa jinsi tulivyoandaa sisi. Mwajiri wa mradi TANESCO, ili alipe malipo yote kwa mkandarasi, ni lazima apate ripoti kutoka TECU. TECU inapokea madai ya mkandarasi kila mwezi, analeta madai yake. Basi inapitia yale madai, inalinganisha na maendeleo ya mradi ambayo yamefanyika katika kipindi husika ambacho madai yanafanyika. Mwajiri kupitia hazina kwa kweli walifanya kazi nzuri sana ya kutenga hela ambayo Mwaka 2018 baada ya kusainiwa mkataba. Kazi rasmi za ujenzi zilianza tarehe 14 Juni mwaka 2019 na mpaka sasa kazi imekamilika kwa 100% na serikali kupitia TANESCO inaendelea na utekelezaji wa mradi huu mkubwa wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme. Upatikanaji wa umeme wa Julius Nyerere ni sawa na ongezeko la 136 zaidi ya uwezo wa sasa wa megawati 1694.55 kwenye gridi ya taifa. Mradi huu wa bwawa la Julius Nyerere ni mkubwa Afrika Mashariki na wa 4 kwa ukubwa barani Afrika, lakini kwa kigezo cha uwezo wa kuzalisha umeme ni wa pili barani Afrika baada ya GRD ya nchini Ethiopia. Kukamilika kwa mradi huu mkubwa kumewezesha kuwa na umeme wa gharama nafuu, uhakika, vile kuchangia katika pato la taifa. Mradi wa Julius Nyerere JNHPP katika utekelezaji wake uliajiri watu takriban 12,298 waliojihusisha moja kwa moja na wazawa wa Tanzania wakiwa ni 91%. Mshauri elekezi ikiwa ni wataalamu wa TECU waliopitia makabrasha 12,576 ya mawasilisho ya kiufundi, lakini waliofanya kaguzi 44,155 kuthibitisha ubora wa kazi. Pia walifanya kaguzi na majaribio viwandani, takriban viwanda 376. TECU iliajiri jumla ya wataalamu 67 walioshiriki moja kwa moja katika kusimamia mradi wa JNHPP. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2017 ambapo nilipata taarifa ya kwanza kutoka kwa mwajiri wangu ambaye alikuwa ni TANESCO. Aliniita na kunielekeza kwamba serikali ya Tanzania imeingia makubaliano na serikali ya Misri tunamtuma dereva kutoka Dar es Salaam, anasafiri mpaka Nyamwage, barabara ya kwenda Lindi. Anakata barabara, anakuja mpaka kwenye geti la Kingupira ambalo ndio lilikuwa geti pila la usimamizi wa huku. Analala pale. Akilala pale asubuhi anaondoka saa 12 alfajiri, anapewa na walinzi wa kumsindikiza. Kutoka pale ni kilomita
mbili. Handaki matatu yalipochimbwa ndio wanachukua maji kutoka kwenye bwawa kupeleka sehemu ambapo imewekwa ni surge tank, mahali ambapo unaweza yakapumua maji in case kuna hali yote ya pressure ambayo inazidi. Kutoka kwenye surge tank imegawanyika tena mara 3. Kwa maana sasa 3 mara 3 na kuwa njia 9. Hizo njia 9 ndio zinaenda kwenye sehemu ya 3 ambayo ni powerhouse. Powerhouse ndiko mahali ambako mitambo 9 inaofua umeme imefungwa. Na ukifuliwa hapa kwenye hiyo powerhouse kuna transformer ambazo zimefungwa ambazo bado umeme umefuliwa zinaukuza mpaka kufika kilovolt 400. Hizo zinachukuliwa zinapokelewa kwenye switch yard sehemu ya 4. Switch yard mahali ambapo umeme unapokelewa halafu unasafirishwa sasa kupeleka kwenye grid ya taifa ambayo inakuja kupokelewa tena hapo Chalinze kwenye substation. Sehemu ya 5 kwenye mradi wetu ilikuwa ni matuta madogo. Kuna matuta madogo 4 ambayo yamejengwa kwenye mradi wetu huu au saddle dam zinaita. Matuta 4 ambayo hayo kazi yake kubwa ni kukinga maji yasitoroke kwenye lile bwawa. Yana jumla urefu wa kilomita 17.4. Na mojawapo katika hayo matuta 4, moja lenye urefu wa mita 1643, karibu kilomita 1.7, limejengwa kwa zege. Sasa sehemu nyingine muhimu katika mradi wetu ilikuwa ni ujenzi wa daraja lenye uwezo wa kubeba tani 250. Lina urefu wa mita 250 na kimo chake, zile nguzo zake zina urefu wa mita mradi pamoja na ofisi. Kwa hiyo ndio maeneo 8 ambayo yalipewa kwenye mradi huu. Mradi huu umefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Nishati na chombo cha utekelezaji ni TANESCO, huku TANROADS ikiwa ni mshauri elekezi kwa kupitia kitengo tanzu cha TANROADS Engineering and Consulting Unit TECU na mkandarasi JV Arab Constructor and El Sawed Electric kutoka nchini Misri. Lakini pia kulikuwa na wakandarasi washiriki subcontractors wa kigeni na wazawa. Makampuni ya kigeni yalikuwa 11 na makampuni ya wazawa yakiwa 104. Miaka ya 2017 kufanya usanifu. Katika usanifu huu tumepata uzoefu mwingi kutokana na wenzetu ambao wametangulia, wale wa Ethiopia ambao tumefanya nao kazi mpaka tukapata design ya mradi huu ambao tunao, ambao ni mkubwa kweli kulingana na miradi ambayo iko Afrika kwetu hapa. Huu ni mradi wa 4 kwa ukubwa Afrika. Wa kwanza huko Ethiopia, kuna Wagana kubwa na kuna Angola moja, na huu wa kwetu ni wa 4 katika Afrika. Unaweza
ambazo zilikuwa na hii mikataba. Kwanza baada ya kumaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo cha ufundi Arusha, nilifanya kazi maeneo ya Mikocheni nikiwa chini ya IPP, ambapo mzee wetu Mzee Mengi ametangulia mbele za haki. Alikuwa na miradi kama ujenzi wa ITV na miradi mingine ambayo tulikuwa tumeifanya. Kwa hiyo kulikuwa na mikataba hapa nchini ambayo nilianza nayo. Lakini baada ya hapo niliondoka kwenda Botswana na baadaye Afrika ya Kusini kwa muda mfupi sana, ambako nilichukua miaka 9 nikiwa nafanyia kule, na baada ya kule nilipanda kuelekea Mashariki ya Kati, nchi za Uarabuni, ambako nimefanyia Dubai, nimefanyia Qatar, nimefanyia Saudi Arabia, nimefanyia Oman kidogo. Kwa hiyo nilikuwa na mikataba mingi ambayo iliendelea, na kule wakati kulikuwa na miradi makubwa kama ilivyokuwa kusini mwa Afrika, kwa sababu mradi mkubwa kama ujenzi wa uwanja wa Dubai ulikuwa unahitaji mikataba kama hii ambayo tuliitumia. Kwa hiyo nilirejea nikiwa angalau nimeifanya kazi ya miradi hiyo katika kipindi cha miaka 20 ambayo nilikuwa nayo nje, lakini jumlisha na miaka kama 6 au mingapi ambayo nilikuwa Tanzania. Kwa hiyo nafikiri nilikuwa nimesimama imara kuja kuungana na wenzangu ili tujenge huu mradi. Lakini pamoja na hayo ni kwamba ndani ya FIDIC yenyewe ambayo tumetoa mkataba wake, FIDIC wanao aina 6 za certification ambazo wanazifanya. Kati ya hizo mimi ninazo 4 na ya 5 nitakuwa namalizia hivi karibuni. Kwa hiyo kwa FIDIC wenyewe wananithibitisha kwamba ni mtaalamu ambaye ninaweza kusimamia hii miradi. Kwanza uchambue TECU ulikotoka. Wengi hata wakati huu mradi umeanza waliuliza ya kwamba hawa TANROADS na mradi kama huu vipi, watu wa madaraja na mabwawa. Mimi binafsi nikisema sijawahi kujenga daraja, sijawahi kujenga barabara, lakini tuliitwa chini ya mwamvuli. Ni kwamba nchi ilichukua kila kizuri ilichokiona kwamba inaweza kuisaidia. Kwa hiyo tulikusanywa kutoka sehemu mbali, tukawekwa kwenye mwamvuli tuweze kuendelea. TANROADS kupitia TECU, mshauri elekezi wa mradi, inajivunia kutimiza wajibu wake kwa weledi na ufanisi, kufanikisha kufikiwa kimataifa kwa malengo ya mradi. Mradi unabainisha ramani ya Tanzania kwa kuunda ziwa la 5 kwa ukubwa wa Tanzania baada ya ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na Rukwa. Ziwa hili linaloitwa Bwawa la Julius Nyerere lina ukubwa wa kilomita za mraba 1194. Hiki ni chanzo cha kuaminika cha nishati safi, ni nishati ambayo wananchi wanaimudu. Kupitia mradi huu wananchi wamepata ajira, hivyo kuwaongezea kipato chao. Mfano, wengine wamejenga nyumba za makazi ama ofisi, wengine wamepata mitaji na kujikita zaidi shambani, wengine wamenunua vyombo vya usafiri kuendeleza shughuli za kujikimu, na ndoa pia zimefungwa kupitia kipato walichokipata. Mradi huu katika kampuni yetu na katika sekta nyingine ambazo tunazipa huduma, hii kwa kweli imeshika nambari 1, kwa sababu watu ni wengi na tumehudumia mpaka sasa hivi, kazi inakwenda mwishoni. Lakini tunasema kwamba tunashukuru serikali kwa kitu ambacho wamekiwekeza huku. Na kwa kweli bodi ambayo imekaa mpaka ikabuni kwamba kuja kuanzisha mradi kama huu, kwa kweli mimi nasema nawashukuru sana. Kwa sababu sisi binafsi ambao vijana tulikuwa hatuna ajira, tumekaa, lakini baadaye ilipotokea hii tukasikia bana huko hivi na hivi kuna kazi kule, watu kabisa sasa tuanze kuhangaika kutafuta kazi na tukazipata, lakini kupitia mgongo wa mradi wa Mwalimu Nyerere. Kwanza nimpongeze mama, awali ya yote kazi kubwa aliyoifanya, kajitwisha mzigo ambayo kaubeba mtu ajui uzito wake ukoje, lakini yeye amekubali kuubeba mzigo ule, iwe usiku iwe mchana iwe asubuhi iwe jioni. Tunampongeza kwa hilo na nampongeza sana. Kwa kifupi, Kisaki imebadilika, sio ile Kisaki ya mwanzo. Vijana wengi walipata ajira, wamenunua pikipiki, wamejenga manyumba, wenye kufundi mbalimbali wamefanya hivyo. Ukweli hata wengine walikuwa wagane wameoa.
majanga. Hili bwawa lina urefu ule ambao tunaita height, kutoka kwenye usawa wa mto mpaka juu kabisa ni mita 133, na hicho kimo cha urefu kinatofautiana. Kwenye mto urefu unakuwa mkubwa sana ambao ni 133, na urefu unaendelea kupungua kadri unapotoka katikati ya mto. Na urefu wa bwawa ambao tunaita ni length, kutoka upande wa kushoto wa mto mpaka upande mwingine wa mto ni kilomita 1 na mita kama 40. Na upana ambao tunaita width, kuna upana wa juu kwenye crest ya dam, upana wake ni mita 10. Upana wake kwenye kitako ambacho ni kwenye riverbed ni mita kama 100. Na vile kama nilivyosema, upana unatofautiana. Kawaida katika ujenzi wa bwawa upana unakuwa mkubwa kwenye mto, kwenye bezi ya mto, na unaendelea kupanda juu, unapungua mpaka kufika kwenye kina cha mwisho cha bwawa. Bwawa lilojengwa ni la concrete. Naita ni concrete, lakini concrete vile vile kuna concrete ambayo inajengwa kwamba ile masi ya concrete kwamba linasimama lenyewe. Tunaita gravity dam. Yaani ule uzito wa ile bwawa unakuwa ndio linasimamisha maji. Kwa ni tofauti na bwawa mengine ambayo yamejengwa. Mabwawa mengine mfano kama Kidatu, ile sio la zege, ile ni la tunaita embankment dam. Na mabwawa mengine ambao kama Nyumba ya Mungu vile vile nayo ni embankment dam. Usalama wa mabwawa wakati wa ujenzi, kuna vifaa mbalimbali vimejengewa ndani ya zege, na kuna vifaa vingine ambavyo viko nje ya zege ambavyo vinapima vitu mbalimbali kwenye bwawa. Inapima kwa mfano temperature ya zege inabadilikaje, inapima bwawa linatitiaje, inapima bwawa lina mvuje kwenda downstream au upstream ya damu, na vile vile kuna vifaa vya kupima matetemeko. Sasa Tanzania inazalisha umeme unazidi uhitaji wa ndani, na hivyo kuchangia katika kapu la nishati la kusini mwa jangwa la Sahara. Uhakika na uanagenzi wa elimu ya viwango, ushirikiano katika tasnia, uangalizi wa vyanzo na maeneo oevu katika wilaya 29 zilizo ndani ya mikoa 10 ya Tanzania, uhifadhi wa mazingira kwa kupunguza ukataji wa miti kama chanzo cha nishati na chanzo cha uhakika cha mapato ya serikali. Mtazamaji, katika mradi wa bwawa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere JNHPP kuna jengo kubwa ambalo limejengwa kwa ajili ya mitambo, yani powerhouse, ambapo katika jengo hilo limesimikwa mitambo 9 yenye uwezo wa kufua umeme wa megawati 235 kila moja, na hivyo kufanya jumla ya megawati zinazozalishwa kwa 2115. Jengo letu hili la uzalishaji wa umeme lina urefu wa mita 308, upana wa kuanzia mita 30 ndani mpaka 55 nje, pamoja na kimo chake ni kuanzia mita 30 mpaka mita 80. Yaani ilibidi wachimbe kwa ngazi. Wakati wa ujenzi, kiwango cha udongo kilichotolewa ni cubic mita milioni 2, ambako zote, kwa sababu jengo lilijengwa pembezoni mwa mto, ilibidi kujenga ukuta wa kuzuia maji kurudi ndani. Ukuta huo ulikuwa unakadiria urefu wa mita 22, ambapo ulijengwa kwanza ukuta ili kuzuia maji, ndipo walipokuwa wanaendelea kutoa udongo. Njia zilitengenezwa wakati wa kutoa udongo. Pia kulikuwa kuna crane 3 ambazo zilikuwa zinashusha mashine chini pale zinapohitajika. Lakini pia njia za magari kutokea zilikuwepo, ambako kilikuwa kishajazwa kifusi yanatoka magari, lakini walipomaliza kuchimba ilibidi wavute tena zile excavator kwa crane na kuzitoa tena nje kutoka kwenye shimo. Changamoto kubwa ilikuwa ni maji, kwa sababu tumejenga pembezoni mwa mto. Hata kama tulikuwa tumeweka ukuta wa kuzuia maji, bado yalikuwa yanapita kwenye mwamba. Umeme huu unaotolewa hapa ukiwa ni kilovoti 15.75 bado ni voltage ndogo kwa kusafirisha kwenda kwenye grid ya taifa. Ikiwa step up kutoka kituo hiki, ina step up, inaingizwa switchyard. Kiungo kati ya switchyard na powerhouse kuna line 5. Zinakwenda zinafika switchyard. Switchyard inapokea, kuna bay 9 ambapo zinapokea umeme kutoka mitamboni. Ikifika pale kwenye switchyard, ndipo inaingia yote kwenye bus bar. Tunaunganisha mitambo yote 9, inaunganishwa kwa kutumia switchyard ambapo kuna bus
makubwa duniani na miongoni mwa mabwawa manne makubwa Afrika. Ni mradi wa pili barani Afrika kuzalisha umeme mwingi, yani megawati 2115 baada ya GRD ya nchini Ethiopia itakayozalisha umeme wa megawati takriban 5000. Mto Rufiji ndio chanzo pekee cha maji katika bwawa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere JNHPP. Vyanzo vikuu vya mto Rufiji ni mito mitatu. Maji ya mto Rufiji ambao kimsingi ndo mto unaotumika kuzalisha umeme wetu huu mkubwa yanatoka katika mito mikuu mitatu. Kuna mto wa Kilombero ambao mto huu unachukua asilimia 65 ya maji yote yanayoingia katika bwawa la Rufiji. Lakini mto wa pili ni mto Luwegu. Mto Luwegu unachukua takriban asilimia 18 ya maji yote yanayoingia katika bwawa la mto Rufiji. Na mto wa tatu ni mto wa Great Ruaha ambao huu unachukua asilimia 16 ya maji yote yanayoingia katika eneo la bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa hiyo asilimia moja inayobaki ni vijito vidogo vidogo vinavyoingia huku chini katika eneo la Rufiji. Katika hiyo sasa kuna mito midogo midogo mingi sana ambayo inatengeneza mito hiyo. Tanzania, usimamizi wa rasilimali za maji zimegawanywa katika mabonde 9. Bonde hili ambalo linahusika sasa na uzalishaji wa umeme ambalo lina bwawa la Mwalimu Nyerere ndio bonde la mto Rufiji, ambao kimsingi ndio bonde kubwa kuliko mabonde yote Tanzania, linachukua asilimia 20 ya ukubwa wa nchi. Bwawa hili lina uwezo wa kuhifadhi maji kiasi cha mita za ujazo bilioni 32.87. Kwa hiyo utaliona ni eneo kubwa kiasi gani. Limerudi nyuma kwa almost kilomita 100. Usanifu wa bwawa tuliofanya huu, kiwango cha maji niliyosema hapa ni kikubwa sana kilichopo. Kina uwezo wa kusustain kwa muda mrefu pasipo hata kuwa na mvua kubwa. Kwa hiyo habari ya kwamba maji yamekauka kule juu kwamba hatutapata umeme, hayo hayapo. Mradi wa bwawa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere JNHPP umezingatia kwa kina kutumia vipimo na teknolojia za kisasa, ikiwa ni sehemu muhimu sana katika mafanikio ya ujenzi wa mradi huu mkubwa wa kimkakati. Utafiti wa kijiolojia uliofanyika kwa kina kabla ya ujenzi ili kuhakikisha kuwa msingi wa bwawa na maeneo yote ya ujenzi yana miamba imara inayoweza kuhimili uzito mkubwa wa maji, mitambo na miundombinu mingine ya kuzalisha umeme. Hali ya miamba katika mradi wa Julius Nyerere, kuna mwamba wa aina mmoja ambao mara nyingi tunaita ni mwamba tabaka au sedimentary rocks. Ndio miamba ambayo ipo katika eneo la ujenzi wa Julius Nyerere Hydropower Project. Na katika ile miamba kuna aina mbili ya mawe yaliyoko pale. Tuna sandstone na mudstone. Kwa ni mawe ambayo yaligawanyika katika sehemu hizo kuu mbili tu. Hatuna nani nyingine zaidi ya hiyo hapo. Kwa na moja wapo ya vitu ambavyo tulikuwa tunaangalia kwenye ule mradi ni kwanza tunaangalia yale mawe yamekaa namna gani. Na je, yanafaa kwa ajili ya kuweka structure zetu pale. Kwa hizo ndio vitu ambavyo mara nyingi tulikuwa tunaviangalia. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kitu tunachoita geological mapping kwenye eneo letu, tuangalie miamba ipi inayofaa kuwekwa structure za kwetu pale kwenye eneo la ujenzi wa Julius Nyerere Hydropower Project. Na pia kwa upande wa jumba la mitambo pia ni eneo ambalo pia tumefound pia kwenye sehemu ambayo tunaita sound rocks ambazo pia ni sandstone na zenyewe pia. Kwa hiyo mafanikio ya kwanza ambayo mimi na kabisa tumeipata, tumeweza kujenga uwezo kwa wataalamu wetu wa ndani kuweza kusimamia mradi mkubwa wa Julius Nyerere Hydropower Project, kitu ambacho mara nyingi wanatafuta watu kutoka nje kuja kusimamia huo mradi. Kwa hiyo sasa hizi tuna a broad knowledge ya usimamizi wa hydropower project ndani ya Tanzania. Uwezo mkubwa sana ambao tumeweza kuujenga kusimamia
tutoe pongezi kwa viongozi wetu kwa kufikiria hili, kwa sababu mwanzoni kuchukua wataalamu wa ndani ambao hawajakuwa tested, lakini wakasimamia kwa uzalendo mkubwa ujenzi wa bwawa hili la umeme linalotoa megawati nyingi kiasi hiki, maana yake ilikuwa ni uamuzi mkubwa na uamuzi wenye unatakiwa kupewa sifa kubwa sana. Lakini la pili, tumeshajenga uwezo wa ndani wa kusimamia miradi ya hidrolojia ya hydropower, ambayo kwa hivi sasa maana yake ni kwamba kwa wataalamu tuliokuwa nao tumeshajenga uaminifu na kujiamini kwamba tunaweza tukawatumia katika miradi mingine ya hapa nchini na kwingineko. Lakini vile vile ni kuwatambua, recognize, yani kwa maana kutambua mchango wao mkubwa waliolifanya kwenye taifa letu katika ujenzi wa hili bwawa ambalo kwa miaka mingi tangu miaka ya 70 ilikuwa ni ndoto ya rais wetu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kujenga bwawa hili. Lakini baadaye katika awamu zote hizi na mpaka ilipofika awamu ya 5 na ya 6 mambo ya sasa hivi yamekamilika. Mto Rufiji ni hazina ya nishati ambayo itakomboa Waafrika kwa kuwapatia ustawi wa umoja baada ya kupata uhuru. Mradi wa JNHPP umejengwa kwa kutumia teknolojia za hali ya juu za umeme wa maji kwenye kila hatua, kutoka uchimbaji, ujenzi, usanifu wa mitambo, uzalishaji hadi usafirishaji wa umeme. Hili linaifanya kuwa moja ya miradi ya kisasa katika Afrika kwa upande wa umeme wa maji. Power intake ndio sehemu ambapo maji yanaingilia kutoka kwenye bwawa. Kuna sehemu tunaita floating boom. Sehemu ya floating boom ni pale ambapo magogo na vitu vinavyoelea vizito vinabaki pale pale. Baada hapo yanakuja kwenye sehemu tunaita trash rack. Trash rack ni sehemu ambayo ni kama chekecheo fulani hivi, ambapo sasa vipande vidogo vidogo kama majani yanayoelea yanachujwa na baki pale pale kwenye trash rack. Sasa baada ya trash rack, mradi wetu huu ulivyotengenezwa una mahandaki matatu makubwa yenye takriban ya diameter mita 11, lakini yenye urefu mbalimbali. Handaki namba 1 lina urefu wa mita 359 kutoka hapa tulipo, kutoka hapa maji yanapingilia mpaka kwenye surge tank. Handaki namba 2 lina urefu wa mita 422. Handaki namba 3 lina urefu wa mita 484. Kwa hiyo na urefu tofauti tofauti kulingana na sehemu yalikopitia. Sasa maji yakitoka kwenye intake yanaingia kwenye hayo mahandaki matatu, na hayo mahandaki sasa yana slope. Slope ili maji yatilike kwa nguvu. Yanaenda mpaka kwenye sehemu tunaita surge tank. Pale surge tank handaki moja linagawanyika sehemu 3. Hiyo sehemu 3 tunaita penstock. Zile ni za chuma sasa. Zile sasa slope yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo maji yakifia kwenye penstock, speed inakuwa kubwa zaidi kutoka hapo mpaka kufika kwenye MIV. Lakini vile vile hata zile hizo penstock na zenyewe ilikuwa tunaweka support. Mnapo toboa mwamba mnaweka support ili mwamba hii imara kwa kuweka dowel na wire mesh na shotcrete. Kwanza nieleze ujenzi wa matanki yenyewe. Tanki lenyewe yametokea juu ya ardhi kwenye ground kwenda mpaka chini, yamekutana na ile mahandaki yetu. Kila surge tank imekutana na handaki moja. Na kazi ilikuwa ni vile vile ni kusupport ile sema ya eneo mnapopita ili kazi endelee. Baada ya uchimbaji sasa ilianza kuweka zege. Yamejengwa kwa reinforced concrete ya matanki. Juu kabisa ya elevation pale juu ni usawa wa bahari 203 mita above sea level. Mbele handaki namba 1 kuna penstock namba 1, 2 na 3. Na kila penstock ni mashine moja, unit 1 2 3. Ikitokea kwamba mashine imesimama kufanya kazi, imesimamisha uzalishaji, kwa kuwa maji yanakuja na nguvu, sasa kaja ya matanki ni kama yale ni maji kupumua. Matumizi ya materials zenye ubora wa kimataifa kwenye mradi wa bwawa la kufua umeme wa Julius Nyerere JNHPP ni moja ya nguzo muhimu zilizopelekea mradi huu kuwa wa kisasa, salama na wa kudumu kwa miaka mingi ijayo. Ubora wa vifaa hivi umehakikisha usalama wa miundombinu, uzalishaji wa umeme wa uhakika, uhimilivu dhidi ya mazingira magumu na ulinzi wa mazingira ya asili. Kwa mjibu wa mkataba tulikuwa na issue ya local content ambayo itakiwa izingatiwe. Hivyo material yote ambayo imetumika kwenye mradi huu haijatoka nje ya mipaka ya Tanzania, yote imepatikana ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa mfano Pozorana imepatikana kutokea Mbeya, na simenti kuna iliyotoka Mbeya, kuna iliyotoka Dar es Salaam, Tanga. Kwa hiyo ni wahakikishia Tanzania kwamba material iliyotumika hapa ni material yenye ubora wa hali ya juu, kwa sababu kabla ya kuletwa ndani ya mradi tulifanya testi. Tulichukua sample kwenye viwanda, tukatesti
tukajihakikishia kwamba uzalishaji unazingatia viwango vya kimataifa ambavyo Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinatumia viwango hivyo, ambavyo tumeestablish standard zetu ambazo ndizo tunazozitumia. Kwa mujibu wa mradi huu na kwa mujibu wa mkataba wa mradi huu, kipindi cha uangalizi kwa component kubwa za civil ni miaka 3. Kwa hiyo kama kutatokea na tatizo lolote lile ndani ya kipindi hicho ambacho hatutegemei, kwa sababu mradi umejengwa kwa viwango, mkandarasi amekuwa akikatwa hela ambayo ikitokea tatizo la aina yoyote ile, hiyo hela ndio inayotumika. Kwa hivyo kwangu haya ni mafanikio makubwa sana kuhakikisha kwamba kila material iliyotumika ndani ya mradi imetoka Tanzania ili kuacha ajira Tanzania na kuacha hizo pesa ndani ya Tanzania. Ujenzi wa barabara na madaraja katika bwawa la kufua umeme Julius Nyerere JNHPP ulikuwa sehemu muhimu ya maandalizi na utekelezaji wa mradi huu mkubwa wa kimkakati. Baadhi yake zitatumika kama sehemu ya barabara kuu ya kuunganisha mkoa wa Pwani na mikoa ya Kusini kupitia Nyamwage, kata ya Muhoro Rufiji, sambamba na ujenzi wa barabara kuu na barabara za ndani ya makazi, ikiwa ni ambazo zote zimehusisha ujenzi wa kiwango cha lami, huku zingine zikiwa kwa kiwango cha zege. Barabara na madaraja haya yaliwezesha usafirishaji na vifaa, wafanyakazi na kusaidia kuunganisha maeneo ya mradi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ujenzi na uendeshaji wa mitambo ya umeme wa maji. Katika mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere kuna barabara zenye urefu jumla wa kilomita 50 ambapo zinagawanyika katika sehemu mbili. Kuna barabara kuu ambazo zinaunganisha kwenye permanent structure, nikimaanisha kwamba ile sehemu ambayo yanachakata umeme, kuna maeneo tofauti tofauti, surge tank, kuna operation village. Hizo barabara kuu ambazo zinaunganisha hayo maeneo zina jumla ya kilomita 42. Alafu kuna zile barabara zingine ambazo zinahusika na kuwa ndani ya structure. Kama kuna sehemu ambapo wanakaa employers, kule kuna barabara ziko ndani ambazo zina jumla ya kilomita 5. Barabara ambazo zimefanya ambazo tunaziita internal roads kama za switchyard pamoja na water treatment plant, hizo barabara zimefanywa kwa kiwango cha zege. Pia barabara ambazo Kitengo chetu cha Electrical and Mechanical tulikuwa tunahusika na kuangalia ubora wa materials yanayohusika katika utengenezaji wa mradi na mitambo yake. Ili kuweza kukagua materials kuja kuyaona kama yana ubora unaotakiwa, kulikuwa na kitu kinachoitwa inspection and test plan ambayo ilikuwa inatuongoza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakagua material haya tangu yanapokuwa yanaandaliwa mpaka yanafika kwenye mradi na kutengeneza kitu. So inspection test plan hii ilikuwa na vipengele viwili au vitatu vikuu. Cha kwanza kilikuwa kinahusu ubora wa materials au nyenzo zinazotumika kutengeneza, lakini kipengele cha pili kilikuwa kinaelezea utaratibu wa ukaguzi, utengenezaji na ukaguzi wa mitambo hiyo kuweza kukidhi ubora. Na sehemu nyingine ilikuwa inahusisha kwamba ni nani wanaohusika katika kila kipengele cha hatua hiyo ya ukaguzi. Kwa hiyo ukaguzi wenyewe ulikuwa unaongozwa na, kama nilivyosema, ulikuwa unaongozwa na inspection and test plan ambao ni mwongozo wa ukaguzi na uangaliaji wa ubora wa kifaa au materials tangu kinapokuwa kinaandaliwa, kinapotengenezwa mpaka kinapofika kwenye site. Upatikanaji wa material nchini, kwa sababu mtambo wa mradi ni mkubwa na mara nyingi unatumia materials, vifaa ambavyo ni specialized.
Kwanza ambayo tulikuwa hatuna kazi, mwamko ulikuwa hamna, lakini sasa hivi tumepata mwamko kwanza. Idara ya mitambo na umeme ndio moyo wa mradi wa JNHPP. Bila wao hakuna uzalishaji wa umeme. Majukumu yao yanagusa kila hatua, kutoka usanifu, ununuzi, ufungaji, majaribio, mafunzo hadi uendeshaji wa kila siku wa mitambo. Hii ni idara ya kiufundi yenye jukumu kubwa kwa mafanikio ya mradi. Idara yetu ni moja kati ya idara ambazo ziko chini ya mshauri wa mradi ambayo ni TECU, TANROADS Engineering Consulting Unit. Idara yetu sisi inashughulikia na kuratibu na kusimamia kazi zote zinazohusu mitambo na umeme katika mradi mzima, na vile vile tunamsimamia mkandarasi katika shughuli zote anazozifanya za mradi za kila siku, kuona kama anafanya kufuatana na viwango na jinsi ilivyoainishwa katika employers requirement katika mkataba. Tukija kwenye procurement, sisi kama idara tunaangalia ubora wa vifaa ambavyo vitakavyoletwa na kufungwa katika mradi. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia. Malighafi inayotumika, je, yametengeneza kile kitu kadiri ya standards zinavyotakiwa? Je, ametimiza malengo yale ambayo tulikuwa tunayahitaji kutokana na andiko la mradi? Kwa hiyo haya yote tunakuwa tunamsimamia katika mambo ya procurement. Kwa hiyo na malighafi lazima tujue, tumepewa standard kama chuma cha aina gani kiweze kutumika. Kwa hiyo sisi lazima tukague zile mali zote anazoleta na mitambo yote anayoleta kama iko mizima, iko vizuri, haina dosari yoyote kabla haijafungwa. Tukifika kwenye construction, anavyokuwa anasimika ile mitambo, lazima tunamkagua kutoka hatua moja hadi nyingine kama anatimiza yale majukumu kadiri ilivyokuwa imeainishwa katika mkataba. Katika eneo la mradi limejengwa jengo kubwa na la kisasa la mitambo, yani powerhouse, ambapo hapa imesimikwa mitambo 9 yenye uwezo wa kufua umeme wa megawati 235 kila mmoja. Chanzo cha umeme ni maji, na maji haya huruhusiwa kumwagika kutoka upande wa juu ulipo bwawa kushuka chini ilipo mitambo kupitia njia maalum zinazoitwa penstocks. Maji haya yenye kasi yanapofika chini huzungusha mtambo unaoitwa turbine, na turbine hizi huzunguka kwa kasi ya 150 RPM. Upande wa juu wa turbine ipo generator, ambayo kazi ya generator hii ni kufua umeme, na kwa kila generator moja umeme unaofuliwa ni megawatt 235 na voltage ya 15.75 kilovolts. Zipo mashine 9, hivyo kufanya jumla ya umeme unaozalishwa na mashine zote 9 kuwa megawatt 2115. Moja ya vitu tunajivunia katika mradi huu ni usimamizi mahiri wa wakaguzi. Napenda kutoa shukrani za dhati na pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya usimamizi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupa nafasi sisi wahandisi wazawa kuweza kusimamia mradi mkubwa na wa kimkakati nchini
kuwa kabla ya mradi na baada ya mradi utofauti wake uko namna gani. Upimaji huo ulikuwa unafanyika mara kwa mara. Asilimia kubwa ilikuwa kila baada ya miezi mitatu unapima kwa kuangalia, lakini ukizingatia standards za kimataifa hatujaenda kinyume zaidi ya ubora wa maji unavyotakiwa. Tanzania tangu miaka ya 1970 na kwa muda wote na awamu zote 6 za uongozi ilijiwekea na imedumu kulenga kutafsiri maji tiririka ya mto Rufiji katika kuboresha, kunufaisha na kuongeza ustawi wa maisha ya wanadamu, wananchi hususan wa Tanzania waishio maeneo ya jirani na mradi na wale waishio maeneo ya mbali lakini watanufaika na upatikanaji wa umeme. Wamekubali, wameupongeza na wamejivunia mradi huu. Nilikuja hapa toka mwaka 2019. Tarehe 11 mwezi wa 6 nilikuja kama mwajiriwa wa kampuni ya JV. Baada ya kufanya kazi baada ya miaka ya kama miaka miwili, hapo nikaanza mimi kujiajiri. Kama mnavyoona nauza nguo toka 2020. Nimejiajiri, niko hapa nauza nguo. Nashukuru serikali ya mama yetu Mama Samia kwa kutuletea mradi kama huu. Kwa sisi wanawake umetusaidia kusomesha watoto wako shuleni, na pia imetusaidia kubadilisha familia yetu, na tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia, na tunamwombea sana kwa Mungu ambariki, Mungu amuongoze, Mungu amtunze, na tunamwombea tena mitano tuna mbele. Nashukuru Mwenyezi Mungu nimepata nafasi ya kuingia ndani ya kufanyia kazi. Nimepata faida moja hapo, nimepata kibanda, na pili Mwenyezi Mungu amejalia nimeoa na maisha madogo yanaendelea. Nashukuru kwa hilo. Ujuzi niliopata ndani kidogo, alhamdulillah, nilikuwa nasukuma vifoko, kutoa mzigo hapa kupeleka hapa. Hiyo ni moja hapo, nashukuru. Nimejifunza kama kukata chuma, kuchomea, hilo kidogo, alhamdulillah, nashukuru. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutugea mradi huu. Mpaka leo sisi vijana na asilimia 10 wangeza walikuwa wezi, wakikuwa wauni. Tunashukuru Mwenyezi Mungu katujalia, serikali imetuletea mradi huu, tumeufanyia kazi. Nashukuru, na pia tumerudi salama na nyumbani. Serikali ina matarajio makubwa kutokana na kukamilika kwa weledi na ufanisi mkubwa wa mradi huu kupitia usimamizi wa wataalamu wa ndani kutoka TECU, huku ikiwa na mambo mengi ya kujivunia. Katika hali yote tuliambiwa kama mradi umechelewa, lakini tuliahidi tutafanya kila juhudi, na tuliingiza mtambo wa kwanza mwezi wa pili wa mwaka 2024. Tarehe 17 mtambo uliingia na tarehe 23 uzalishaji ulianza. Baada ya hapo tulianza tukiwa tunaingiza mitambo kidogo. Ulianza namba 9, tukaingia namba 8, tukaingia na namba zote. Ni kwamba mpaka kufikia hapa mradi huu, hizo mashine 8 zilizoingia, tumeshaingiza megawatt hour, ambacho ndio kipimo cha nini unalipwa kwenye umeme, 4,163,858.63. Ni kwamba nchi hii tayari hii mitambo 8 tumeshatengeneza trilioni 1 bilioni 215 milioni 846,717 na senti 40. Sasa ukienda kwa hesabu ambazo tunazipiga kwa design yetu ya huu mradi, ni kwamba kwa mwaka mmoja tutakuwa tunazalisha kama trilioni 1.7 1.8. Kwa hiyo unaona rate of return ya huu mradi ni miaka 3 mpaka 4. Ukihesabu hiyo, chukulia huu mwaka kwamba hizo hela tulizopata 1.5 trillion twende tulipie madeni ambayo sasa labda wanayasema huko. Kuanzia mwaka huu wa 25 kwenda mwaka 28, ina maana huu mradi 6.5 trillion ambayo tuliingiza itakuwa imejilipa. Kwa hiyo kabla ya mitano mingine ya mama haijaisha, hela ya mradi huu itakuwa imesharudi. Umeme unaozalishwa Julius Nyerere unaingizwa kwenye gridi ya taifa ili kuwafikia watumiaji. Tayari ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme ya kilovati 400 na kitovu cha kupoza umeme cha Linze Substation umekamilika. Hadi sasa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme umekamilika kwa 100%. TECU imeshakuwa taasisi kubwa ndani ya taasisi ya TANROADS. Ni muhimu sasa kuipatia uwezo na kuisimamia ili iweze kuvuka mipaka, ikawa moja kati ya kampuni elekezi za ushauri wa kihandisi katika ukanda huu. Hakuna sababu tena kuendelea kufikiri kwamba tunaweza tukabakia hivi tulivyo. Tutaendelea kuipatia nafasi, na pale inapobidi tutaipa autonomy kusudi iweze kujiendesha yenyewe kwa namna ambavyo inaonekana itafaa, ili waweze kupata miradi mingine ambayo inaendelea au itakayokuwa inapatikana
kutoka nchi nyingine. Kukamilika kwa ujenzi wa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni ushahidi wa uwezo wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia kazi kubwa ya kizalendo iliyofanywa na wasimamizi wazawa kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kuiteua wakala ya barabara Tanzania TANROADS kuwa mshauri elekezi na msimamizi wa mkataba na ujenzi wa mradi, ambapo TANROADS ilielekeza ushauri elekezi na usimamizi wa mkataba na ujenzi wa mradi utekelezwe na kitengo chake tanzu cha ushauri elekezi, yani TANROADS Engineering and Consulting Unit, yani TECU. Mradi huu ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya miundombinu kuwahi kutekelezwa nchini, ikiwa ni pamoja na kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme wa uhakika wa megawati 2115, hivyo kuongeza uwezo wa taifa kufikia zaidi ya megawati 3500, kuharakisha maendeleo ya viwanda utakaopelekea uzalishaji wa bidhaa kwa gharama nafuu, kupunguza utegemezi wa vyanzo vya gharama kubwa, kwani umeme wa maji ni rafiki kwa mazingira na kwa gharama nafuu ukilinganishwa na umeme mwingine. Serikali ya Tanzania inajivunia JNHPP kama alama ya maendeleo, urithi wa kizazi kijacho na nguzo ya uchumi wa viwanda. Mradi huu ni mfano wa kujitegemea, uzalendo na dira ya maendeleo ya taifa kwa kutumia rasilimali za ndani. Tanzania sasa imeandika historia kwa fedha zetu, kwa wataalamu wetu na kwa moyo wetu. Kutoka maono ya jana hadi uhalisia wa leo, huu ni ushindi wa Watanzania. Jina langu ni Matias Kanali, mwandaaji na msimulizi wa makala hii.